Marekani yakiri wanajeshi wake wameuawa katika shambulizi la Iran nchini Jordan. Jeshi la Marekani limethibitisha kwamba wanajeshi wake wasiopungua wawili wameuawa katika mashambulizi ya Iran yaliyolenga mali na kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan. Taarifa iliyotolewa na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema kwamba wanajeshi hao wawili waliuawa wakati wa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran zilizolenga maeneo yanayodhibitiwa na Marekani huko Jordan juzi Julai 17. CENTCOM imesema mwanajeshi mwingine mmoja ametoweka kufuatia mashambulizi ya Iran. Taarifa hii ni ya kwanza aina yake tangu mapema mwezi huu, wakati Iran ilipoanza kushambulia kambi na vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye eneo la magharibi mwa Asia kujibu mashambulizi ya Washington kwenye maeneo ya pwani ya Iran kusini. Kwa kawaida Marekani na washirika wake huficha na kujizuia kutangaza idadi ya wanajeshi wa nchi hiyo wanaoangamizwa katika mashambulizi ya Iran. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu limeeleza kuwa limefanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuharibu ndege kadhaa za kijeshi, huku ikiwahimiza raia wa Jordan kupambana na vikosi vya jeshi la Marekani vilivyopo nchini humo. Katika taarifa yake rasmi ya 29 iliyotolewa na idara ya uhusiano wa umma siku ya Jumamosi, jeshi hilo limesema kuwa vikosi vyake vya anga vimetekeleza wimbi la 20 la Operation Nasr 2 ikiwa ni jibu kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran iliyofanyika usiku wa kuamkia jana Jumamosi. Taarifa ya IRGC imesema operesheni hiyo ililenga maeneo ya kuhifadhia ndege na eneo kubwa la kuegeshea ndege katika kituo cha kijeshi cha Marekani huko Azraq, mashariki mwa Jordan. IRGC imeongeza kuwa shambulio hilo limeza Marekani zisizopungua 2 na ndege nyingine 3 na kusababisha uharibifu mkubwa kwa ndege nyingine katika kambi hiyo ya kijeshi ya Marekani huko Jordan. Taarifa ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu imeongeza kuwa Marekani inachochea na kupanua wigo wa vita kwa kulenga miundombinu ya kiraia ndani ya Iran, ikiwemo hospitali, madaraja, reli, bandari na viwanja vya ndege. Washington inajaribu kuficha mapungufu na kushindwa kwake katika medani ya vita kwa kushambulia maeneo ya kiraia, imeeleza taarifa ya IRGC. Ikiwahutubu wananchi na majeshi ya Jordan, taarifa hiyo imewataka kuchukua hatua kubwa zaidi katika kukabiliana na jeshi la Marekani nchini humo na kuonya kuwa wanajeshi wa kigeni wanaoendesha shughuli zao katika ardhi za Kiislamu ni shabaha halali chini ya mafundisho ya kidini ya wanazuoni wa Kiislamu kutoka madhehebu mbalimbali. Taarifa hiyo iliwahimiza zaidi wa Jordan kutumia njia zote zinazowezekana dhidi ya wanajeshi wa Marekani na kutoa wito wa kufukuzwa vikosi vya Marekani nchini Jordan, ikisisitiza kwamba Marekani inahusika na mauaji wa Waislamu katika nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Afghanistan, Iraq, Iran, Yemen, Lebanon na Palestina. Kwa madai ya kushambuliwa meli kadhaa zinazopita kinyume cha sheria kusini mwa lango bahari la Hormuz na kukiuka mkataba wa Islamabad, Rais Donald Trump wa Marekani aliamuru kuanzishwa tena mashambulizi ya kichokozi dhidi ya Iran kuanzia Julai 7, ambapo pia mzingiro wa majini dhidi ya Iran ulirejeshwa mnamo Julai 14. Trump alitangaza kando ya mkutano wa NATO mjini Ankara kwamba hakuna tena maelewano yaliyopo kati ya Marekani na Iran na kwamba usitishaji vita umemalizika kufuatia kurejea kwa uchokozi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran na hatua za kujilinda za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kushambulia kambi za Marekani zinazotumika kama vituo vya kuendeleza mashambulizi hayo. Macho ya dunia kwa mara nyingine tena yameelekezwa kwenye lango bahari la Hormuz kama kitovu cha mzozo mpya kati ya Iran na Marekani. Katika mfululizo wa hivi karibuni wa mashambulizi, Marekani imeshambulia kigaidi maeneo mbalimbali katika ardhi ya kusini mwa Iran, ingawa awali Washington ilidai kuwa ilikuwa inashambulia maeneo ya kijeshi tu kama vituo vya rada na mawasiliano, mifumo ya makombora ya ulinzi wa pwani na vifaa vya majini, ikiwa ni katika jitihada zake za eti kuizuia Iran isivuruge usafiri katika lango la Hormuz. Mashambulizi ya hivi karibuni yamelenga waziwazi miundombinu ya kiraia, ikiwa ni pamoja na madaraja na mitambo ya maji na nishati. Inaonekana kuwa lengo hasa la Marekani kushambulia miundombinu ya Iran ni mkakati mkubwa unaotekelezwa katika hatua tofauti kwa ajili ya kufikia lengo kuu la kubadilisha uwiano wa nguvu katika eneo, hasa kuhusiana na lango bahari la Hormuz kwa maslahi ya Marekani na utawala wa Israeli. Lengo kuu lililotangazwa hadharani na Marekani ni kuvunja uwezo wa kijeshi wa Iran, hasa ule wa jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ili eti kulinda usalama wa usafiri wa meli katika lango bahari la Hormuz. Kampeni hii ilianzishwa tarehe 7 Julai katika kujibu mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za kibiashara zinazokiuka sheria katika lango hilo. Imelenga vituo vya pwani, mifumo ya rada na makombora pamoja na maghala ya silaha yaliyoko chini ya ardhi. Kuelekezwa mashambulizi ya adui katika mkoa wa Hormozgan na bandari ya Bas, ikifuatiwa na mikoa Bushehr, Khuzestan pamoja na Sistan na Balochistan, unadhihirisha lengo kuu la Washington la kudhoofisha uwezo wa Iran
wa kutumia nguvu zake za kijeshi katika lango bahari la Hormuz. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa Babe wa Kivita.